Ndio, leo tutaenda kujifunza somo linalohusiana na barabara. Tujue matumizi sahihi ya nini? Ya barabara, kwa sababu wengi tunatumia barabara, si tuseme ni kinyume au tuseme ni kuongeza mbwembwe, hata sielewi, lakini lazima ujue matumizi sahihi ya barabara. Leo hii utakuta mtu anaovateki upande wa kushoto, ndio anaovateki upande gani? Wa kushoto, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo lazima tuangalie matumizi sahihi ya barabara. Au unakuta kama wenzangu na mimi bodaboda wengi sana wanapenda kuona mtindo wa kupita sana upande gani? Wa kushoto. Kushoto ni hatari, dereva hawezi kukuona. Umeelewana? Kushoto ni hatari, dereva hawezi kufanya nini? Kukuona. Kwa hiyo tunaenda kujifunza somo la nini? Barabara. Niko sahihi au ni hala? Wengine watu wa Kiswahili hivi. Vitu hivi kwano vile virahisi, si ndio? Kwa hiyo barabara ni nini? Lazima tujue. Sawa? Kwamba tujue. Mimi nikikuuliza wewe ili nikujue wewe lazima nianze na nini? Ili nikujue wewe lazima nianze na nini hicho kwanza? Majina, si ndio? Kwa nikishajua jina lako. Majina mangapi? Si matatu. Sasa sana siku hizo unakuta nikikupa mawili kwa ndugu zetu upande wa wengine wale unakuta majina yanaingiliana. Mje kusoma na watu unakuta majina ya baba yanaendana, si ndio? Lakini kinachokutofautisha wewe ni jina la tatu. Kwa ili na sisi tujue msingi wetu wa barabara. Barabara ni nini? Si ndio? Lazima tuijue barabara ni nini. Kwa nini tunatumia barabara? Si ndio? Kwa lazima kwanza hicho ni kitu cha kwanza cha msingi. Lazima tuijue kitu tunachokitumia ni kitu gani? Uwezo wa kutumia kitu usikijue. Leo hii unatumia simu, si ndio? Unaijua. Hata kama ni ngeni kwako lazima utaipekua. Kuna muda usiku ukikaa utaipekua kila kona. Muda mwingine utaharibu, utaseti, muda mwingine ndio hivyo. Ili mradi mambo yafanye nini? Yanaenda. Ndio kama mafundi wa zamani ili wajue ufundi wa kitu. Ilikuwa lazima anunue cha kwake, akiharibu, akitengeneza, akiharibu, akitengeneza, si ndio? Pala anataka kukijua. Kwa hiyo wengi wao sisi tunafuata barabara. Ila hatujui matumizi sahihi ya barabara. Sio wote, bali ni baadhi ambao tuliwasoma kwenye ajali, si ndio? Wale ambao hawafuati misingi iliyo sahihi. Tumeelewana mpaka hapo? Barabara ni nini? Barabara ni nini? Barabara ni mkeka. Barabara ni nini? Barabara kajaribu. Barabara kwa utambuzi wangu barabara kwanza imetengenezwa kwa matumizi ya aina tofauti tofauti. Ndio. Kupita magari, kupita watu. Barabara kutengenezwa kufanya wepesi wa safari, kupitisha mizigo kwa utambuzi. Safi. Mwingine mwenye maana tofauti, barabara ni nini? Barabara ni sehemu maalum ambayo imetengwa kwa ajili ya watumiaji, hasa watembea kwa miguu, wanaotumia vyombo vya moto kama magari, pikipiki na usafirishaji mwingine kama mizigo na vitu vya aina mbalimbali. Safi kabisa. Mwingine mwenye maana tofauti, maana ya fulani na maana fulani haviwezi kuenda sawa, si ndio? Jamani, huyu kama alivyo barabara ni mfumo maalum wa usafirishaji ambao unatumia vyombo tofauti tofauti, ndio ikiwemo magari, pikipiki na kadhalika. Safi. Mwingine mwenye maana tofauti, wote naona maana zenu zinashabihiana, si ndio? Kwa hiyo kwamba tukiangalia barabara ni nini? Barabara ni sehemu iliyotengwa ili kuweza kurahisisha nini? Usafirishaji. Umeelewana? Barabara ni sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kusababisha nini? Usafirishaji. Inamaanisha kwamba hiyo barabara itatumiwa na watembea kwa miguu, si ndio? Hiyo barabara itatumiwa na vyombo vya moto, si ndio? Ndio vitu ambavyo vitakuwa vinapita kwenye nini? Kwenye barabara. Inamaanisha wewe umetoka nyumbani mpaka umefika hapa umetumia nini? Barabara. Kwa lazima ujue kwamba barabara siku zote huwa zinatengwa. Haiwezi wewe barabara hata ingekuwa ni vijijini,
lazima mtenge. Kwa nini mnatenga barabara? Sikurahisisha nini? Usafirishaji, si ndio? Uweze kupita wewe, aweze kupita mtu mwingine, si ndio? Waweze kusafirisha mizigo, si ndio? Mazao yaweze kwenda sokoni na wewe uweze kurudi nyumbani, si ndio? Yaani hata ufanyeje lazima utaweka tu barabara, kwa sababu bila barabara huwezi ukarahisisha usafirishaji. Leo hii barabara yetu hii hapa Morogoro Road inatumika na nchi ngapi? Nyingi, si ndio? Tukiangalia hapa Kongo, si ndio? Zambia, si ndio? Burundi, si ndio? Rwanda, si ndio? Yaani nchi ni nyingi, South Africa, wote ukanda mzima huu wa kusini wa jangwa la Sahara, si ndio? Wote wanatumia nini? Hii barabara. Inamaanisha hii ilitengwa kwamba hapa sawa. Kwa nini hatukujenga nyumba hapo, si ndio? Lakini ilitengwa kwamba irahisishe nini? Usafirishaji. Unaelewana? Lazima urahisishe nini? Usafirishaji. Haya, barabara ina pande ngapi? Barabara ina pande ngapi? Barabara ina pande mbili. Pande mbili. Hivi na ipi? Ya ambayo inaenda, ambayo inarudi, si ndio? Kwa maana tunasema, kwa maana nyepesi tunasema barabara ina pande kuu mbili. Umeelewana? Barabara ina pande kuu mbili. Pande ya kwanza ni upande wa kuendeshea wewe kama dereva. Tumeelewana? Huo ndio upande wa kwanza. Upande wa pili ambao ule upande wa kuendeshea wewe ni upande gani? Wa kushoto. Kulia. Barabara gani hiyo? Iko mtaani kwenu hiyo, haipo hapa. Unaendesha kulia? Ukiwa kwenye gari? Mimi sijasema kuendeshea kulia. Nimezungumzia wewe kuendeshea. Sijasema ukiwa kwenye gari. Ninasema kwamba gari lako linakaa upande gani? Kushoto, si ndio? Kwani hamna magari ambayo ni left hand? Si hapo? Sasa wala wanatoka Burundi wale. Sasa wakija huko wanaendeshea wapi? Kwa ninachomaanisha mimi ni kwamba gari lako linakaa upande upi mwa barabara? Unaona? Kwa gari lako linatakiwa likae upande gani? Wa kushoto. Hata kama barabara ni zile za mtaani, umeelewana? Upande wako unatakiwa upande gani? Wa kushoto. Lakini mwingine akiwa kwenye barabara zile za mtaani, yeye anajiachia katikati, anakwambia hii si nyembamba hii. Jamani, barabara ni yoyote ile ambayo inatambulika na serikali kuu, kijiji, mtaa, si ndio? Halmashauri, si ndio? Zote hizo zote ni nini? Ni barabara. Ukitaka kujua kwamba ile ilitengwa, nenda kajenge pale, kaanzisha ujenzi. Siku mbili utakuja kutia nini? X. Kwa hiyo jua kabisa kwamba ile barabara japokuwa ina hadhi ya nini? Ya vumbi, si ndio? Haijako hadhi ya nini? Ya nanili, ya lami. Lakini ujue upande wako wa kuendesha kwamba ni upande gani? Wa kushoto. Mwingine anakuwa mkali kabisa. Yaani amebezi upande wa mwenzake, anampigia honi, wewe ni huko. Yeye inatakiwa awe nini? Awe mvumilivu hata kama kwake kuna shida. Inatakiwa awe mvumilivu, amsubiri mwenzake afanye nini? Apite. Akiona pako vizuri, hapana chombo chochote, unaweza kufanya nini? Kupita. Sasa yeye unakuta yeye ndo anakuwa mkali. Wapo tena wengine wana lugha za matusi. Jamani, madereva hamtaki kuwa na lugha za matusi. Madereva wanatakiwa msaidiane, mshirikiane mnapokuwa barabarani. Lakini unakuta kapita na tusi juu. Tumeelewana? Kwa hiyo lazima tujue kwamba upande wetu sisi ni upande gani? Kushoto. Sawa? Haya, upande wa kulia ni upande gani? Upande wa kurudi, si ndio? Ambao sisi tunaweza kusema kuna upande mbili, si ndio? Upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kushoto ni upande ambao tunatumia kuendeshea sisi, si ndio? Upande wa kulia ni upande ambao unatumia kwa ajili ya kuvatikia. Tumeelewana? Kwa sababu scenario utakayoichukua dereva ukiwa huku na yule wa kule atakiwa kule ni kitu hiki kimoja. Kwa sababu wewe uko huku, si ndio? Tunasema wewe upande wako kuendeshea ni upande gani? Wa kulia, si ndio? Wa kushoto, si ndio? Alafu na yule ni upande gani?
wa kushoto, inamaanisha naye upande wake wa kuovertake ni upande gani? Wa kulia, si ndio? Na mimi upande wangu wa kuovertake ni upande gani? Wa kulia. Sasa ile masuala ya kuovertake kushoto, bodaboda wameutoa wapi? Ni sehemu moja tu ndio unaweza ukasema napita kushoto, kwa sababu ikiwa mtu amefika kwenye eneo ambalo barabara yake, si ndio, labda anapinda kuelekea kulia, tumeelewana, na barabara ni ya kuchangia, tumeelewana mpaka hapo? Tutakuja kuangalia hapa, yamkini kwamba barabara ni ya kuchangia, inamaanisha yeye anapinda kuelekea kulia. Unajua kupinda kuelekea kulia lazima upite kwenye njia ya mwenzako, na ukipita kwenye njia ya mwenzako hauwezi ukabana kushoto. Tumeelewana mpaka hapo? Ni lazima kidogo ufanye nini? Uweke katika mstari ambao unajua kwa sababu unafanya nini? Unaelekea huko. Kwa hiyo kushoto kwako utaacha nafasi. Ile nafasi ndio unaweza kupitia wengine kwa ajili ya kufanya nini? Kuendelea safari zao. Lakini leo hii unakuta madereva tena wengi bajaji wana mtindo wa kukaa huku pembeni, wanakaa tairi moja linakuwa ndani ya mstari wa njano, tairi moja liko nje ya mstari wa njano. Kwa hiyo chochote kitakacho kupata pale, hiyo inakuwa ni juu yako wewe. Sheria haikutambui. Sheria zimewekwa wazi, ndio maana zikachora na chaki kuonyesha kwamba bwana tumewaambia, na pia tunawaonyesha kwa mfano. Wakawachulia kwa sana chaki kwamba huu mstari wa njano hautaki kufanya nini? Kuvuka, kwa sababu ni mstari wa onyo, kwamba onyo huku unavuka unaingia kwenye eneo la watembea kwa miguu, si ndio? Au huyu bwana unaingia kwenye eneo ambalo sio rasmi kwa ajili ya kuendeshea. Wewe eneo lako ni hili hapo lilotengewa. Moja. Kwa hiyo wale ambao mna mabodaboda, kwa sababu bodaboda sasa nikwambie kitu kimoja kwamba wewe una overtake huko, mimi sijakuona. Sasa kukuwekea bodi tena, magari makubwa yale anapokuwekea bodi, kinachotokea hapo nini? Wewe unaenda mtaroni. Unaona mpaka hapo? Kwa hiyo dereva wa bodaboda lazima ukae upande huu wa kulia. Upande gani? Wa kulia. Inamaanisha kwamba dereva wa gari aweze kukuona kwa usalama wako. Lakini unakuta mwingine kakaa katikati nyuma pale. Ukikaa katikati, keep distance. Acha nafasi kidogo. Kwa ajili ya nini? Weka chombo kako ni kadogo. Unapojificha nyuma kule inakuwa ni ngumu. Lazima ukae kwa upande huu wa kulia ambao anaweza akakuona, akajua kama nyuma kuna mtu. Lakini nyinyi mnapita kushoto, bajaji mnapita kushoto, mwisho wa siku unafanya nini? Sawa? Haya, kwa hiyo tumesema barabara ina pande ngapi? Mbili, ambao ni kushoto na kulia. Kushoto ni upande wa kufanya nini? Kuendeshea, si ndio? Kulia ni upande wa kufanya nini? Kuovertake. Tumeelewana? Sasa sio tukafika tena barabara kwa hivi tutafanyaje hapa? Tuna overtake vipi? Si ndio? Tumeelewana mpaka hapo? Overtake ni upande gani? Kulia. Tunaenda. Watumiaji wakuu wa barabara tunawajua? Wa barabara sisimizi au? Sasa tumejua wewe umekuja hapa, umekuja na nini? Twende sasa hapo. Watumiaji wakuu wa barabara. Wa kwanza, chombo cha moto. Chombo cha moto, si ndio? Ndio. Barabara namba moja nini? Vyombo vya moto na visivyo vya moto, jamani. Umeona mpaka hapo? Sawa. Vyombo vya moto na visivyo vya moto. Kwa sababu guta linatumia nini? Guta la moto. Jamani, hivi mpaka chombo tunakiita ni chombo cha moto, inamaanisha kinatumia nini? Mota. Mota. Leo hii taa yako, taa ile za zamani zile, wahenga wanajua, sawa? Ile taa bila mafuta ifanye nini? Haiwaki. Yaani mafuta tukiyamwaga kwenye nini, tukiyawasha inawaka nini? Haiwaki.
Tukiamwaga kwenye kitu chochote yanawaka, si ndio? Kile kimeitwa chombo cha moto kwa sababu kinatumia mafuta. Bila mafuta hakiwezi kuondoka. Sawa. Baskeli sio chombo cha moto kwa sababu hakitumii chochote, kile ni mechanical. Nyonga baba. Sisi tumeona kile unatumia nguvu zako, ugali wako ndio utakufikisha pale unapotaka kufanya nini? Kwenda, si ndio? Yani usije ukafikiria eti kwamba baskeli guta, pale unatumia nguvu zako. Ila hivi vimeitwa vyombo moto kwa sababu vinaoperatiwa zaidi na nini? Na mafuta na mitambo. Umeelewana? Kwa hiyo tunapozungumzia vyombo ambavyo sio vya moto ni kama vile baskeli, si ndio? Kuna yale maguta, nafikiri kuna wengine hawajawahi kuyaona. Nafikiri maguta haya ya kizungu haya yamekuja juzi tu haya. Haya magari matatu haya. Kuna guta lenyewe lile la kinani lile. Lile la Kiswahili lile. Unaelewana? Lile la asili lile na matairi haya matatu. Tumeelewana mpaka hapo? Inamaanisha kwamba ukienda sokoni utayaona sana. Nendeni sokoni ndio wanabebea sana nini? Mizigo. Kwa hiyo hapa tunasema vyombo vya moto na visivyo vya nini? Vyombo vya moto na visivyo vya moto. Haya, 2. Watembea kwa miguu, si ndio? Hapa tunazungumzia, tunasema watembea kwa miguu au binadamu. Tumeelewana? Binadamu, sawa? Kwa ujumla tunaweka nini? Binadamu, sawa? Namba 3. Wanyama, safi kabisa. Nini? Wanyama, sio yule mchezaji huyu, wanyama wale wafugwao na wasio wafugwao. Tumeelewana? Tunasema hapa nini? Wanyama. Tumeelewana? Tukisema vyombo vya moto na visivyo vya moto, tunakuja kwenye alama yetu pale. Jamani, simuona pale? Mtafutieni alama, simuona zile za magari zile. Tumeelewana? Ukija hapa kuna alama zetu zinatuonyesha kabisa kwamba hapa unaambiwa nini? Marufuku. Kwa nini? Magari makubwa, si ndio? Hapa marufuku kwa magari makubwa yenye tela nyuma. Umeelewana? Marufuku kwa magari makubwa yenye tela nini? Nyuma. Inamaanisha hiyo barabara hairuhusu kupita nini? Hayo matela, ndio unapewa makatazo sasa. Si tumeelewana? Lakini huku ukija huku, si ndio? Onyo au tahadhari, mbele kuna nini? Kuna shule, watoto wanacheza barabarani. Hawa ni nani? Binadamu, si ndio? Ni watoto lakini nani? Ni binadamu. Wanatumia nini? Barabara. Tumeelewana? Ukija hawa waendesha nini? Mbele kuna nini? Waendesha baskeli, anakutazamisha kwamba mbele kuna endesha baskeli. Tumeelewana? Ndio hapa tunakuja vyombo visivyo vya nini? Vya moto. Tumeelewana? Hapa tumeona ni vyombo vya nini? Vya moto hapa. Hapa. Tumeelewana? Hizi zote ni vyombo vya nini? Vya moto. Lakini tukija hapa ni vyombo ambavyo sio vya nini? Vya moto. Pamoja. Alafu kuna alama nyingine hapa. Umeona namba 37? Anakuambia onyo au tahadhari, mbele kuna nini? Hifadhi ya wanyama. Ndio maana nikakwambia sio tu wanyama wafugwao, bali hata wanyama wa porini. Wanyama pori, jamani, hawa wanyama ukiwagonga pale Mikumi unakutana na bango la bei. Kwamba tekee mgongo mnyama ana bei yake, faini. Inamaanisha tayari washakupa onyo. Kama ni dereva ambaye umekaa darasani na unajitambua na ulichofundishwa unaenda kukiishi huko mtaani, hauwezi ukafanya kosa la kijinga. Kwani kumpa onyo ni kufanyaje mtu? Kabla ya nini? Ya hatari. Jamani, sikumtazamisha kabla ya hatari. Bwana unaambiwa pale kuna moto, au bwana kule kuna hivi, si ndio? Nyewe vijana mnaambiwa bwana dada yule ndo tayari hivyo. Si ndio? Sasa kijana naona huyo na matemate yako, si ndio? Ya nini sasa? Tayari utapewa nini? Tahadhari kabla ya unaambiwa bwana usiende pale, kuna 1 2 3, si ndio? Wewe wangu tu. Manake nini?
Kwa hiyo umeshapewa onyo kabla ya hatari, na maanisha hata ukikupiga faini ni sahihi. Tumeona mpaka hapo? Ukipigwa nini faini ni sahihi, kwa sababu wewe mwenyewe yamkini hujakaa darasani, wewe ndo unayevunja nini. Tulisema hizi nini hizi alama ni nini? Ni askari anasema badala nani? Askari. Hizi zinaitwa traffic sign, sawa, ambapo hayupo yule askari anayevaa nini, anayevaa uniform, anasimama huyu. Nakumbuka kama mlikuwepo, tuliwazungumzia, walikuwa matrafiki wangapi? Watatu, ambao tulisema traffic sign, mwingine askari huyu anayevaa, ambaye ni human traffic, si ndio, ambaye anavaa uniform, afu traffic watatu traffic light. Tumeelewana? Lazima hivi vyote uviheshimu, sio uende ukamheshimu tu anayefanya anavaa uniform. Kwa hiyo hapa baba, hapa kuna faini nzuri tu. Huyu swala tu mwenyewe unayemuona sio chini ya milioni ngapi hapo. Tumeelewana? Kuna wanyama wanafika mpaka milioni 40. Sasa tutashangaa. Kwa lazima upite kwa tahadhari, kwamba umekutana lazima upite kwa tahadhari. Tahadhari sio kwamba ndio usimame. Kuna mwendo ule wa tahadhari. Na maanisha kwamba hata nikifunga breki hapo nafanya nini? Nasimama. Yamkini ukiwa kwenye speed meter 20, ukiwa kwenye speed meter labda 30, si ndio? Hata 50. Unaweza unafunga na unasimama pale pale ulipofungia. Lakini ukiwa zaidi ya hapo, uweze ukafunga breki afu zikasimama hapo, uko kwenye 100. Lazima gari ifanye nini? Lisogee mbele. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo hapa tumeangalia vyombo vya moto, tumeangalia binadamu, tumeona kwenye alama zetu, si ndio? Kwamba ndio watumiaji wa nini? Wa barabara. Na hivi vibao vimekuwa wapi? Barabarani. Kwa hiyo sheria ya usalama barabarani ya mwaka 1973 imewatambua hawa kama watumiaji wa nini? Sheria hiyo ya usalama barabarani kifungu namba 30 ya mwaka 1973 imetambua kabisa kwamba hawa ndio watumiaji wakuu wa barabara. Barabara ina kona ngapi? Ipi na ipi? Kushoto na kulia. Nyingine ni nini? Marudio. Unaona mpaka hapo? Mengine ni nini? Marudio. Kwa maana ya kwamba unapokuwa umekunja kushoto, baadaye ukarudi kulia, baadaye utarudi tena kushoto. Hata mwingine unakuta anajiuliza, inakuaje tena hapa? Mbona naambiwa barabara ni mbili, na wakati mimi nikipiga mahesabu nyumbani nimetoka nimekutana makona mengi. Jamani, zile nyingine zote zinafanya nini? Zinajirudia. Sawa? Nyingine zinafanya nini? Zinajirudia. Ndio tunakuja kwamba unapotaka kupinda kona, kitu cha kwanza unatakiwa kufanya nini barabarani? Kupasha nini? Indicator ya mali unapofanya nini? Unapotaka kukunja. Umeelewana? Lazima uwashe. Kwa nini tunawasha? Tunaomba, tunatoa taarifa. Tunatoa tahadhari. Tunaomba au tunatoa tahadhari kwamba bwana, au tunatoa taarifa kwamba mimi nataka nifanye 1 2 3, au naomba kuovertake. Vyote vipo? Kutoa taarifa, kuomba na kutoa taarifa viko sawa? Hapana. Viko sawa, lakini vyote vinaona viko kwenye usahihi mmoja. Wangapi wanasema kuomba na kutoa taarifa, ni kumpa taarifa kwamba bwana mimi nataka kuovertake? Yaani tunatofautiana na kila mmoja hapo. Kuomba ila kwenye kama ndo kwenye kuingia unatoa taarifa kwenye, kwa ninavyoelewa mimi kwenye kufanya nini, kwenye kuovertake ndio unakuwa unaomba, lakini kwenye kuingia unatoa taarifa. Kwenye kuingia unatoa taarifa. Kwa nini wewe kwenye kuingia utoe taarifa afu kwenye kuna nini unaomba? Nikwambie kitu kimoja. Ndio. Kwanza, kitu cha kwanza, dereva inatakiwa usimwamini dereva mwenzako.
unapokuwa barabarani wewe jihesabie wewe ndio mwenye akili peke yako. Yaani wewe unatakiwa ujihesabie kwamba mimi ndio niko vizuri timamu kuliko wengine. Yaani maanisha kwamba wewe unatakiwa ujue kabisa kwamba nisimwamini mwingine. Tumeona mpaka hapo? Haya, wewe nikuulize swali. Mimi nimetoka nyumbani ndo na stress kweli yani. Alafu kaniomba bwana, mimi nataka kuovertake, mimi nikakutolea mkono nikafanya nini? Ondoka, kumbe mimi mwenzangu kule mbele kuna lori linakuja, alafu mimi niko yani ndo tayari na stress. Kinachotokea hapo nini? Ajali, si ndio? Kumbuka ule upande unaoenda ni upande wa mtu mwingine. Kwa lazima uzingatie kwamba bwana, mimi kama dereva, kwanza cha kwanza natakiwa nijiamini mimi kama mimi. Nisimwamini mwingine. Sawa? Ili uweze kuokoa ajali isitokee, ni lazima kwanza wewe kama wewe ujipe kipaumbele kwamba mimi najua. Yale niliyofundishwa naelewa na nayaishi. Kwa hiyo pale hatuombi, pale tunatoa tu tahadhari kwamba bwana, mimi nataka nifanye kitendo fulani. Usimsubirie yeye kwamba ndo akuruhusu, jamani. Hoja sisi tumeambiwa sana kwenye vyombo, umeona kwamba jamani, unapokuwa unapoamka asubuhi, jiangalie wewe kwanza kiafya, uko sawa? Si ndio? Tunaanza kiafya mpaka kiakili. Kuna magonjwa ambayo hutakiwi kugusa gari wewe. Si tumeelewana mpaka hapo? Yaani kuna magonjwa ambayo hutakiwi kufanya nini? Kama gonjwa gani ambao unatakiwa milele, yani wewe gari utalisikia kwenye bomba. Utindio ubongo, akili, si ndio? Ukishakuwa na shida ya akili, hatukuruhusu wewe tena kufanya nini? Kushika chombo. Unaweza kushangaa siku siku ndio vimeruka. Unataka nini mwezi mchanga, si ndio? Badala ya kupeleka watu Morogoro, wakawapeleka watu sehemu nyingine unaambiwa. Tumeona mpaka hapo? Kwa hiyo watu wenye changamoto ya akili wale hawaruhusiwi kabisa. Kwa sababu muda wowote na saa yoyote anaweza akasababisha nini? Akasababisha au taharuki yoyote ambayo iko kinyume na uendeshaji wa nini? Wa gari wa chombo chake. Na ni nyingine ni ipi? Wale viziwi na vipofu wale ni kweli hawatakiwi, si ndio? Kuna yale magonjwa ambayo muda huo anaweza kalipuka afu akasababisha yakachafua hali. Kifafa, safi kabisa jamani, kifafa muda wote kikushika pale, hata kama uko kwenye steering pale, unakakamaa hapo hapo unaambiwa. Sasa baada ya hapo kama ulikanyaga mafuta, unakuta ngoma inaenda tu, si ndio? Kwa hiyo hayo magonjwa haitakiwi kufanya nini? Yaani ukishajiona una tatizo hilo, usiguse nini? Chombo achana nacho. Kitu kingine hata pumu pia, kwa sababu pumu itapokushika utashindwa kujitetea kwa haraka, utahitaji msaada. Je, huo msaada unaupata wapi? Umeelewana? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya magonjwa tumetaja kwa ufupi tu, ambayo hayamruhusu mtu. Ukishajiona na tatizo hilo, tafuta dereva tu. Sawa? Kwa sababu siku atakapokushika utakosa msaada na uko kwenye barabara, yamkini uko kwenye spidi kubwa. Kuna magonjwa ya moyo, wengine na magonjwa ya moyo, nakuta kidogo tu honi ya haraka tayari. Si ndio? Na pale tayari ikisha kuwa tena msaada unakuwa shida. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo jamani, tujitahidi sana katika matumizi ya barabara. Cha kwanza ni kufuata sheria. Umeona mpaka hapo? Kitu cha kwanza ni kufuata nini? Sheria. Sheria ndio kama mama wa barabara pale. Na alama. Kitu chochote, ndio maana unakuta kitu chochote wewe kanunua sasa hivi duka, lazima ukutane na manyu. Ile manyu kwa ajili ya nini? Kukuelezea ni namna gani kile chombo kilivyo na matumizi yake ni yapi. Si ndio? Kuna watu wengine ukiuliza leo wana vyombo vyao nyumbani wamenunua karibia nyumba nzima, lakini ukiuliza mara ushe kusoma hata manyu, ile manyu inachukuliwa ile na iko huko. Sometimes inaenda kupigwa na moto kabisa, si ndio? Hajui kwamba pale wameandika kitu gani. Ndio hawa ndio tunawatengenezea barabara, si ndio? Tunawekea na
tunawekea na kwamba bwana, hii barabara mbele huko ikoje, ndio nakuwa vivyo kutumia nini barabara. Alama haangalii kwamba mbele nataka nini, haangalii hapa nataka 1 2 3, hajui, kwa sababu hii ndio kama manyu yetu sisi baada ya kutengeneza barabara. Kwa nini tusiache hivyo hivyo? Lakini sasa leo utawezaje kujua kwamba maendeleo ya barabara huko yako vipi? Kwa tujitahidi, unapotoka nyumbani usifuate barabara, bali ufuate sheria na taratibu zilizowekwa katika ile nini barabara. Ndio maana niwatolea mfano hata zile za vumbi. Tumeelewana? Haya, kuna aina ngapi za barabara? Tunaruka hapo, tunaondoka. Kuna aina ngapi za barabara? Aina mbili. Ya kwanza, ya pili. Safi. Mwingine mwenye kumsahihisha yuko sahihi, lakini ndo hajaweka kiujazo. Aina za barabara. Namba 1, barabara. Namba 2, barabara ya lami, lakini kuna ujazo, natakiwa kuiweka kiukubwa. Umeona? Hata pale zipo kwenye alama za taarifa za uelekeo. Tayari jibu nishawapa, kwa hiyo mtajua kwamba kwenye alama za taarifa za uelekeo zinamaanisha nini. Jamani, ndio maana kuna muda mwingine nawaambia watu someni hivi vibango vinasemaje. Tunaenda wapi? Naambia tunaenda sehemu fulani. Ndio nakwambia ndio kwanza sipajui. Upajui kwa nini usome alama za taarifa? Ili uweze kufika sehemu ya mbali ambayo haujawahi kufika. Tumeelewana? Lazima utumie alama za uelekeo sana. Hizo ndio zinakupa nini? Uelekeo wa barabara yako. Ndio nyinyi mkifika Msamvu pale, unaambiwa unataka kwenda Dodoma, unakula Iringa hii. Kwa sababu pale lazima kuwa kuna alama kwamba ya nini? Ya uelekeo, kwamba Dodoma ni wapi? Si ndio? Dodoma, Singida wapi huko ni wapi, na Iringa ni wapi? Ndio maana nimewaambia zile pale ni barabara, zile alama za taarifa za uelekeo. Inasemaje? Pale kuna alama ngapi pale? Alama za taarifa za uelekeo jamani. Jamani, atoni. Haya. Namba 1, barabara kuu. Namba 2, barabara kuu ni zile zote unazoziona zina mabango ya kijani Ndio kijani hizo zote zile bango ya kijani ndio barabara kuu. Na barabara kuu huwa zinakaa wapi na wapi? Zile barabara kuu anakwambia namba 145, pinda kulia, barabara kuu. Namba 152 anakwambia mfano wa barabara kuu wenye njia zaidi ya 2. Tumeelewana? Zenye uelekeo mmoja.
Hizo ni barabara kuu, ndio kama hiyo hapo ya nje. Inamaanisha ina njia ngapi? Ina njia zaidi ya 2 za uelekeo mmoja. Haya, nyingine zile pale ni barabara ndogo ndogo, nyie ndio mnaziita rough road, si ndio? Za vumbi. We baba umezishusha hadhi sana za vumbi jamani, barabara ndogo ndogo. Kwenye bango letu pale, barabara kuu utazigunduaje? Barabara kuu ni zile ambazo zimewekewa kidoti N. Hii N inamaanisha barabara ya taifa, yaani hii N ni national. Sawa? Barabara ya nini? Ya taifa. Alafu hii barabara ndogo ndogo utazigundua kwenye kwa herufi ile pale imeandikwa D, dada. Sawa? Imeandikwa nini? Dada. Maana yake nini? Lugha hiyo baba, lugha. District, wilaya. Sawa baba? Toa macho kulikweli. Wilaya, vitu vyenyewe hivi. Wilaya hapa ni nini? Kwa hiyo ukishaona kabisa alama yako barabara, unajua sisi changamoto yetu ni moja, kwamba barabara zetu nyingi hatujazipa nini? Namba. Lakini tungezipa namba haya yote mngeyaona. Umeelewana? Lakini sisi barabara zetu nyingi tumezipa majina. Ndio maana hata hii tunaita Morogoro Road. Lakini hapa tungeita labda ni barabara yetu namba ngapi labda? Namba 2, si ndio? Namba 1 labda ingekuwa Bagamoyo Road, si ndio? Au hii ingekuwa namba 1 afu Bagamoyo Road ingekuwa namba 2 afu ile ya kule kwenda kusini kule ingekuwa namba ngapi? Namba 3. Kwa hiyo tofauti wake ndio huko hivi, kwamba sisi tumejipa sana majina. Ndio maana ile ndio Bagamoyo Road, hii ndio, lakini tungeipa majina. Yamkini na sisi sana tungekuja kwenye hizi za nini? Za wilaya hizi, si ndio? Hizi ndogo ndogo ambazo ni hizi barabara za mtaani, nyinyi mnataka la road. Jamani, barabara yoyote ambayo ipo huko kwenu mtaani kwenu, sawa, ile inatambulika. Barabara yoyote nimekwambia unaikuta kule, wewe unaona ni kama kauchochoro, zile zinatambulika na kijiji, serikali ya kijiji. Ndio maana tunaenda ngazi kwa ngazi. Kuna serikali ya kijiji, si ndio? Kuna serikali ya nini? Mtaa na kijiji inatangulia hivi. Inategemea na wapi. Huku mjini mnaita mtaa, si ndio? Vijijini huko ndio inaita serikali ya kijiji, si ndio? Ambayo inasimamiwa na mjumbe, si ndio, wa nyumba 10. Sawa, na kata, si ndio? Ukitoka hapo ndo tunaondoka hivyo, si ndio? Kwa mtendaji tunaondoka, si ndio? Kwa hiyo lazima ujue kwamba huko mtaani kwetu ndio tungekuwa tunazipa hizi hapa D. Unakuta labda D namba 1, si ndio? Labda mtaani ndio tutachukulia labda Malamba, si ndio? Wanaokaa Bwaloni. Sawa? Wanaokaa wapi? Bwaloni. Bwaloni tunachukulia kwamba hii inaenda huko. Labda tuchukue tungeipa D namba ngapi? Namba fulani, si ndio? Ukifika Malamba bado tungeipa labda D namba fulani, labda inaotoka inaenda sehemu fulani, si ndio? Ni zile barabara ambazo zinaenda wilaya. Kwa sababu ile barabara ya Malamba kutoka Mbezi ile sio ya nini? Ile ni ya nini? Ni ya wilaya, si ndio? Kwa sababu kitu cha kwanza nakwambia, barabara kuu ni barabara inayotenganisha kati ya mkoa na mkoa, sawa, nchi na nchi. Hiyo ndio sifa nini? Ndio maana hapa ukitoka hapa hii Morogoro Road, si ndio? Toka na kuanza huko ni mwendo wa kuacha mikoa tu, si ndio? Tukitoka hapa tunaacha Dar es Salaam tunaingia nini? Pwani. Tukitoka Pwani tunaingia nini? Morogoro. Tukitoka Morogoro tunagawanya hapo, si ndio? Kwenda huko, si ndio? Mpaka tunakuja kuikuta nchi. Ukinyosha hii Iringa unaenda kukutana na Zambia, si ndio? Na Malawi. Kongo iko mbele ya safari huko nini? South Africa iko mbele ya safari, si ndio? Kwa inaenda kutenganisha nchi na nchi. Ni barabara ambayo imenyooka, haina tatizo. Tatizo lilete wewe.
na kushindwa kutumia barabara vizuri. Mtu barabara huijui, unakimbiza, unatafuta nini hapo? Ajali, si ndio? Sifa ya dereva ni kutafuta hatari wapi inatokea, sio umekaa pale ndio kwanza unachati unaongea na simu. Jamani, hauwezi. Yani vile vitendo vyote unatakiwa achane navyo. Wewe unatakiwa uongee na gari. Unajua maana ya kuongea na gari? Jamani, gari inaongea iongee. Inaongeaje? Nataka mtu asimama hapo hapo ulipokaa, unapewa nanili, unajibu vizuri, uniambie hii inaongeaje? Gari inaongea pale ukiwa unaendesha, inapotoa sauti, kuna sauti fulani hivi unaweza ukasikia, unajua kabisa hapa kuna tatizo. Vile vile unaweza ukanusa, kwa kunusa pia. Mpira nyuma huko unaweza ukawa labda unaungua au mwendo unaenda mkali sana, unaweza ukasikia harufu pia. Kwa hapo unaweza kuwa unaongea na gari. Kwa mimi kwa kuongezea, gari inaongea kupitia pia dashboard. Ndio. Itakuonesha mafuta. Ndio. Temperature gari. Safi. Gari inachemsha, yani joto lile. Ndio. Vitu kama hivyo, vitu vingi kwenye gari vinaongea. Safi. Na wewe nao ametoa jibu safi. Mwingine gari inaongea, huyu huku bwana kiongozi, mbona unamkatili mwenzako? Gari inaongea pale unapoendesha. Muda mwingine kuna sehemu, kuna vibao vinaonyesha kabisa kuna upepo mkali, kwa hiyo ukiwa na spidi unashangaa inakuhamisha. Hivyo kwenye vibao tumetoka, tupo kwenye gari lenyewe. Inaweza ikawa inakuhamisha muda mwingine, kwa hiyo inabidi uwe active. Safi kabisa. Mwingine, jamani, tunatoka, si ndio? Labda umeshaondoa gari lako, si ndio? Ikitaka namba 2 nasema iseme au tunajiwekea tu? Unawekea bodaboda, muite pale, utaona kazi anaoifanya. Wala ondokea 2 pale. Jamani, kusimama unasimama na gia yoyote, bali kuondoka lazima ondoke na ngapi? Utasikia huyu anaendesha kichuo. Ndio anasema hivyo madereva. Anaendesha driving kule, kashajifunza funza huko. Hapa mimi naondokea 2, si ndio? Yeye anaondokea 2. Aliyekupangia gia zile ya kupanga kwa makosa. Kuna gia ambazo zina nguvu, kuna gia ambazo ni nyepesi kwenye speed. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba wewe unatakiwa uzungumze na gari lako, kwa maana kama alivyosema viongozi hapa, si ndio? Pia unatakiwa kwamba mfumo yako ya fahamu iwe wazi kwa ajili ya kusikiliza. Maana pale unatakiwa sauti yako ya redio isiyo kiwango kikubwa ambacho utashindwa kusikia vitu vikikolapti mule ndani. Sawa? Cha pili, inatakiwa uwe na masikio, yani macho yako yawe makini sana katika kufanya nini? Kukagua dashboard, kwa sababu itakwambia matatizo madogo madogo ambayo yatajitokeza kwa muda huo. Kama temperature imepanda itakwambia, kama bwana oil tayari yuko oil gauge yuko tayari ishafanya yake, utaona taa ile. Umeona? Mafuta ndo anaingia. Unajua ukizima na mafuta barabarani ni uzembe. Geji iko vizuri, gari D. Mani, sasa hivi nasema hii ni uzembe mkubwa sana, kwa sababu ukishaona mpaka inakuakia taa, jua sasa hivi uko kwenye reserve. Umeelewa? Unajua unakula nini? Unakula reserve. Sasa mpaka reserve unaipangusa yote. Au ndio kujisahau. Ukiwa na stress usiendeshe gari. Tumeelewana? Kwa hiyo nimekutolea mfano, nimekwambia ikiwa nataka gia inakwambia. Hata auto ikiwa inajibadilisha gia unaisikia. Sikia sasa inavyoshtuka. Inashtuka, si ndio? Mwingine anafika kwenye kilima anaambiwa kazana na D lake hilo, anakazana D lake hilo. Jamani, gearbox unaiua taratibu. Kwa kuna uendeshaji wake. Kwa ndio maana nasema jamani, gari zungumza na gari lako. Sawa? Muda wote unatakiwa uwe macho kutafuta hatari wapi inatokea. Muda wote unatakiwa uwe macho kuangalia chombo chako kinafanyaje. Bila hivyo utakiua. Sawa madereva? Madereva wapya. Kila siku tunatakiwa tunaongeza madereva wapya.
Unaona mpaka hapo? Kwa hiyo tukija sasa kwenye barabara yetu, ndio tukasema kwamba hii barabara kuu ni barabara inayotenganisha mkoa na mkoa, nchi na nchi, si ndio? Hiyo ndio sifa ya barabara kuu. Na tukaangalia pale, haya barabara ndogo ndogo. Barabara ndogo ndogo ni barabara inayotenganisha wilaya na wilaya, kijiji na kijiji, mtaa na mtaa. Sasa siku nyingine nije niulize swali na kutatela watu mmekaa mmetulia hivi jamani. Ni vyepesi tena barabara jamani, wote tunatumia kila siku. Mtasema bango, mtasema jamani bango kulishika ndio hivyo, mambo ni mengi kichwani. Hadi barabara tunatumia kila siku. Hadi barabara kweli. Kwa hiyo jamani, tujitahidi matumizi sahihi ya nini? Ya barabara. Sio kwa sababu unasema barabara sio umetengeneza wao bwana, sisi tunatumia vibaya tu, imadi tu iharibike. Tumia barabara vizuri. Ndio maana kwenye definition yetu tumesema inarahisisha nini? Usafirishaji. Leo hii tu mambo akiwa mabaya tu, barabara hii ina tatizo, utasikia tu yaani sasa hivi kuna foleni sasa hivi jamani. Lakini matengenezo yakiisha, watu wanaendelea kama kawaida, si ndio? Haya, mwenye swali hapo, tuendelee kabla tujaingia hapa kuja sasa, tuje tuonyeshane vizuri. Mwenye swali? Hakuna, si ndio? Pia kitu ambacho nilitaka nikisahau kidogo jamani, kwenye vituo, si ndio? Kwenye vituo ukiwa barabarani, kuna watu wana kawaida moja kwamba yanapoingia kwanza hawashi taa, tumeelewana? Hawashi taa ya tahadhari ya indicator, tumeelewana? Indicator yake haonyeshi kwamba bwana, mimi nataka nifanye nini, niingie huku upande wa kufanya nini, wa parking, si ndio? Kwa hiyo unapoingia kwenye vituo lazima uonyeshe taa ya nini, si ndio? Kuonyesha kwamba bwana, mimi nataka kufanya nini, uindicate, si ndio? Uingie katika ile sehemu. Na unapotaka kuingia pale jamani, siku zote kile kituo kina mwanzo na mwisho, si ndio? Je, unatakiwa upaki mwanzo au mwisho? Unatakiwa upaki wapi? Mwisho, ambao ni mbele kabisa. Kwa nini? Uweze kupita, si ndio? Kwa hiyo unapoingia kwenye kituo lazima uende ukapaki mbele zaidi, na ndio maana unakuta pale kuna herufi imechorwa ala pamoja na basi, si ndio? Hii inamaanisha kwamba ni reserved area, eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya vitu kama hivyo, parking, si ndio? Unafika pale, unashusha abiria wako, pia unaonyesha taa yako ya tahadhari kwamba mimi nataka nifanye nini, niendelee na safari yangu, sawa? Na wakati unaingia barabarani, ukishawasha taa yako ya tahadhari, wengi sana hamtumii vioo vyenu vya side mirror, vioo vyenu vya pembeni kuangalia hatari inayotoka katika ile barabara unataka kuingia. Wengi unakuta wanaangalia mbele tu. Wakati unataka kuingia barabarani, ushaonyesha tahadhari kwamba nataka niingie wapi, barabara. Lazima ujitahidi kuangalia kioo chako cha side mirror. Kama ni kulia, unaangalia kioo chako cha wapi, cha kulia, kuonyesha kwamba bwana, mimi nataka nifanye nini, niingie kwenye hii barabara. Kama gari ipo karibu, usiingie, subiria ile gari nyingine liondoke, kisha wewe angalia mbele, kukiwa kuko wazi, endelea na safari zako. Unakuwa umejiokoa wewe pamoja na watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu ajali ikitokea kati yako wewe na mwenzako, tayari kuna watu wengine mtawaacha mara majonzi, mnapoteza nguvu kazi, sawa? Kwa sitaki kuona siku mtu anaingia pale unaambia tunapaki mbele pale, mtu akifika pale anajikunjia.
Hapana. Mwenye swali? Nataka mniambie asubuhi, yani sio tu asubuhi, unapotaka kuliwasha gari lako au kuliondoa gari lako la manyo au gari lako lolote, tuseme, nipe zile stage zote mpaka gari linapo move kwa usahihi. Nipe stage zile zote za mpangilio, unapoingia kwenye gari, unaporani mpaka gari linavyoondoka. Nataka zile stage zote, maana wengi sana huwa wanakosea. Unakuta huyu anaminya hivi, huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki. Nataka leo tumekutana darasani wote, nataka msikie na myaweke kichwani na mkayafanyie kazi. Jamani, wote muingie kwenye yule kule, uchague wote, ule mpya ule. Process za kwa manyu au kwa gari yoyote, mimi nataka ukiwa unawasha kabla hujaondoka. Cha kwanza unaingia kwenye gari. Cha kwanza unaanza na usalama wako, unafunga mkanda. Cha pili, kama ni manyu, unaangalia gari ipo kwenye gia au haipo kwenye gia. Kama ipo kwenye gia, unatoa kwenye gia kwanza, inakuwa free. Baada ya hapo unaangalia gari imepandishwa handbrake. Kama imepandishwa handbrake, kwenye kushusha au minyi handbrake ndio ushushe. Ile unaminya handbrake ndio ushushe. Kabla kuondoka, handbrake unaiminya afu ndio unashusha. Afu unawasha gari. Kabla ya kuwasha gari unakanyaga clutch hadi mwisho na brake. Unawasha gari. Ukishawasha gari unaweka gia. Ukishaweka gia kuondokea ni gia namba 1. Ukishaweka gia namba 1, huku unaachia brake taratibu na clutch taratibu, huku na balance na mafuta. Inategemea kama gari imepaki kwenye mlima au wapi. Taratibu unaangalia usalama kutoka barabarani kwenye vioo vyako, then unaondoka. Safi. Mwingine kuna vistep umevirukaruka hapo kama vitatu hivi vinne, umeenda sahihi mwanzo, kuna vistep fulani umeviruka hapo. Mwingine lakini umeenda sawa vizuri, mwingine safi kwa kujaribu. Ataanza huyu, atafuata huyu, atafuata huyu. Mimi kwa step nazoona nilizoruka ni mwanzoni kabisa. Ukiamka lazima ufanye ukaguzi mdogo wa gari, lazima uangalie vitu kama coolant na engine oil kama iko sahihi. Pili, unapoingia kwenye gari lazima muda unawasha gari lazima uangalie dashboard kama kuna taa yoyote inawaka, either ya oili, ya mafuta au taa yoyote ambayo ya tahadhari inawaka, then ndo uende na steps alizosema. Sawa. Haya, mwingine anipe step zote zile. Tufanye sasa, asubuhi tumekagua gari, wewe sio mtu wa kwanza, wewe ni mtu wa pili. Niambie wewe zile step zote mpaka gari inaondoka. Kwa mimi kama ndo driver ndo naingia kwenye chombo changu. Sio kwa wewe kama wewe ni dereva. Twende kazi. Okay. Nakagua kwanza gari kwa nje mpaka ndani. Maji. Nimesema hivi, wewe ni dereva wa pili, inamaanisha wa kwanza kashakagua. Wewe nipe step zile ambazo utazifanya mpaka chombo kiweze kufanya nini? Kuondoka. Sawa. Naingia nafunga mkanda. Safi. Na kunjua set mila zangu kama zilikuwa zimefungwa, kwa sababu auto kivunani gari set mila zinajifunga. Hapana, sio zote. Sio zote. Yaani sio zinajifunga. Kuna mtu ambaye kuna button ya kufungia pale vioo. Umeelewa na? Kwa hiyo hapo nimekurekebisha kidogo. Sawa. Twende kazi. Alafu na washa gari langu. Kabla sijaondoka nasubiria kama dakika 1 ili oili ipande. Kwa sababu gari ishaendeshwa hiyo, nimesema. Ishaendeshwa ishaendeshwa hiyo. Yaani kwamba wewe nimeshuka, ndo anaingia wewe. Tumepokezana kijiti. Ndio nataka zile step zile. Mimi nataka zile step. Umefunga mkanda safi, twende mbele mpaka unaliwasha gari mpaka unaondoka nalo. Yaani mpaka linapoanza kuondoka hivi unakuwa umemaliza kwenye jibu.
Na ndo haya mnayafanyaga barabarani, unakuta umeelekezwa leo, kesho unakuja umeyasahau. Umeshafunga mkanda light, sawa. Twende step ya pili. Haya, nikishafunga mkanda na kanyaga clutch na breki, nawasha gari langu, ndio naweka gia. Nikishaweka gia, hapo hujaliwasha? Nishawasha. Ushaliwasha? Naweka gia, nashusha hand brake ya mkono, naachia breki ya mguu, na toa mguu ambao ni wa kushoto ambao uko kwenye nini, kwenye clutch huku nikibalance mguu wa mafuta. Naanza kuondoka. Ninapotaka kuondoka lazima niangalie usalama wa ninakoenda, uelekeo wangu. Wangapi wanasema uko sahihi na wangapi wanasema hayupo sahihi? Yupo sahihi alipomalizia. Yupo sahihi? Na mwisho. Mwingine anayeunga mkono na huyu hapo naitaka nishangae. Usimunge mkono sababu yako. Mwingine kwa wote wamesema yuko sahihi. Mimi nasema yuko sahihi. Kuna vistep naye kaviruka. Yaani kuna vingine alivitaja yule, huyu kavisahau. Kwa hiyo inamaanisha ametoka labda yule soiba yako wewe, naona soiba yako ndo katoka kuendesha gari. Inamaanisha wewe kile kiti hautoki adjust, au katoka bidada hapa, mfano mzuri upo, katoka nani anti hapa, hicho kiti hautoki adjust lazima au ndio vile unakuta unaendesha gari huku unaendelea kujisukuma hivi. Hayo ni makosa. Uwezi ukaanza kuseti kiti vioo ukiwa unaendesha gari. Umeona? Vile vinasetiwa ukiwa umekaa, kabla hujawasha gari. Seti kila kitu, uhakikishe kiko sawa. Umeingia kwenye gari lako vizuri, umefunga mkanda wako safi, angalia pedo yako, mguu unafika, bado. Seti kiti chako kivute, angalia vioo vyako vya pembeni viko sahihi. Wengi unakuta anachungulia hivi. Unachungulia vipi? Unajua ukianza ukaona unachungulia, jua kabisa kwamba vioo vyako hujafanya nini? Hujaviweka vizuri. Lazima uviweke viwe tayari kwa ajili yako wewe kwa muda huo wakati unaendesha. Umeviseti vizuri, unakanyaga breki yako, si ndio? Unatoa kama ilikuwa kwenye gia, unatoa kwenye gia. Umeona mpaka hapo? Unatoa kwenye gia. Hapo tayari tushanili kiti chetu tushakiweka sawa. Side mirror zetu tushafanya nini? Tushaweka sawa. Tushaseti kioo chetu cha driving mirror kwa ajili ya kuonea wapi? Baada ya hapo tunawasha gari letu, si ndio? Haya, baada ya kuwasha gari, gia namba ngapi? Namba 1. Baada ya hapo nashusha hand brake, si ndio? Baada ya hapo hapo ndo mnapo jichanganya wengi. Unapokuwa umeachia breki ya mguu, si ndio? Yamkini kwamba gari iko kwenye mwinuko, gari sitarudi nyuma, na wengi ndo mnazimaga gari. Hauwezi ukaa kwenye mteremko au mwinuko ukaachia tu breki. Na nyinyi mlivyo sasa, clutch unakanyaga mpaka chini. Unajua clutch umekanyaga mpaka chini, wakati wa kuachia lazima uache space. Si ulikanyaga chini umeweka gia, si ndio? Wakati wa kabla hujaachia breki lazima uachie kidogo kuipa space. Unasikiliza muungurumo wako wa gari. Umeelewana? Kisha ndio unakuja unafanya nini? Muungurumo wako ukichanganya kidogo hivi,
unakuja unaachia nini, breki, unaenda kwenye breki unakanyaga. Kama kuko tambalale, automatically ile gia litaanza kwenda kwa ile sehemu uliokuwa umeidirect, kwamba kama ni reverse itaenda kwenye reverse, kama ni kwenda mbele itaenda mbele. Lakini wengi unakuta tukatoa huko kapeleka huko amedelay. Sawa, umedelay inamaanisha pale tayari gari itaanza kurudi wapi? Nyuma. Ndio maana wengine mazimaga magari kwenye mataa. Kwa sababu gani? Unakuta tayari huko magari yanaanza kukupigia honi, wewe unaanza kuhangaika. Kuna wengine wanachungulia kabisa, anaangalia iko wapi pedal ya mafuta. Lakini ukiwa balance kidogo, si ndio? Kama uko tambalale, gari itaanza kwenda kule ambako gia umeweka. Wewe utaanza kuondoka zako taratibu. Umeelewana? Haya, ikiwa umepata breakdown, tutasema labda tairi limepasuka ghafla, upo katikati ya barabara, barabara yenyewe ni ya kuchangia, utafanyeje? Simama chukua nili hapo. Ina kidijitali. Hapo nitawasha double hazard. Ili ni watahadhari kama watu wanakuja nyuma huko. Watahadharisha kwamba nini? Kwamba chombo changu kina tatizo, si ndio? Ndio. Baada ya hapo nitatoka na triangle zile. Nitaziweka nyuma. Na mbele. Na mbele, si ndio? Baada ya hapo sasa ndo nitaanza kutengeneza chombo changu, kama kuipiga jeki. Ndio nataka step zile ndo nazitaka sana hizo step. Uwezo tukapiga jeki. Amekupa msaidie. Kaona mtetezi ni wewe. Tayari kashafika, kashaweka triangle nyuma na mbele. Kinachofuata pale ni nini? Gurudumu maana yake limepata shida. Achukue gurudumu la nyuma. Sawa, safi sana. Na mimi naweza nikaanzia pale kwamba kitakachofanya hili la nyuma. La nyuma twende kazi. Tapiga jeki tu, yani ndio. Tapiga jeki. Nikishapiga jeki kila gari lazima iwe na spare. Spare hiyo. Sio zote jamani. Mara ngapi tunaona watu wanapiga simu mpaka maspare anakuja Ule ni utaratibu kwamba kila mtu awe na spare. Ndio maana kuna katairi kadogo kale unakaona ganyewe watoto wa mjini mnakandaga mguu wa jini, si ndio? Je, vijana mnakandaga kile kazi yake ni nini unajua? Kazi ya ile tairi, spare tairi ile pale ni kukutoa sehemu moja kwenda kwenye kupata huduma. Lakini nyinyi unakuta mtu anaendeshea wiki, mwezi, miezi miwili, wanatabadilisha kesho wapi? Anabadilisha kesho wapi? Umeona? Ile kazi yake ikutoe sehemu moja, ikupeleke kwenye kupata huduma, na maana pale ndio unaenda kuweka tairi jingine. Lile toa, weka tena kama spare tairi. Mtu anatembelea lile na kuambia sio mchezo, maana kale kametengenezwa kadogo dogo. Ile sio kwamba ndio kutembelea maisha, ile ni ya kukutoa kwa kipindi hicho umepata tatizo kwenda kukupeleka sehemu ya msaada. Twende kazi baba, twende kazi. Umeweka mguu wenu ule, unataka mguu wa jini. Twende. Nikishafungua bolti, nachukua nani yangu, spare yangu naweka pale. Yaani umefungua bolti, si ndio? Naweka mguu wa jini huo tairi. Siite mguu wa jini bwana, ita spare tairi. Mimi nimewaambia tu vijana wa mjini. Spare tairi nafunga spare tairi kwa ufasaha na kukaza vizuri. Kabisa. Vizuri ili nifike sehemu yenye huduma. Nikishamaliza basi narudisha, napakia vitu vyangu, triangle. Kuna step ambayo umeisahau jamani. Lazima niweke alama huko nyuma. Alama kashaweka huyu. Yaani huyu tayari kashaweka hivyo vitu. Yaani kuna ka step fulani kakasahau hapa. Kisha washa au yuko sawa? Indicator. Lazima niweke kinalidi nyuma. Triangle. Tayari huyu kashaweka, weka triangle mbele, kaweka na nyuma.
kuwatahadharisha wa nyuma kwamba bwana, mimi nina tatizo hapa mbele, na wa mbele pale, bwana, mimi nina tatizo pale tananilini, kishawasha indicator natoa zile nanilini alama fulani anakuja huku aione nyekundu. Sawa, hiyo tayari bwana Shabani. Haya, mpe wa kusaidie kwa sababu gurudumu ni la nyuma. Kwa hiyo tutachukua kwanza kama ni jiwe au nini, tunaweka kwenye tairi la mbele ili kuzuia gari. Na kabla ya kufungua ile tairi, kabla ya kupiga jeki, lazima kwanza ulegeze nati kiasi fulani. Lazima ulegeze nini? Nati. Nati jamani. Uwezo ukapiga jeki. Ukipiga jeki, ukija kufungua tairi ikiwa iko juu, inakuwa inazunguka tairi. Nati hazifunguki. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Kwa lazima uweke kwanza nini? Ulegeze nati kiasi. Kwanza lazima uweke nini? Jiwe. Wewe hiyo step ulikuwa umesahau. Lazima uweke jiwe, Huyu hajasema huyu. Yule kule ndo amesema kwamba lazima uweke jiwe. Jiwe kazi yake nini? Kufanya gari isimove wakati unafanya nini? Unalegeza zile nati. Umeelewana? Nilikuwa na niongeza au kuuliza. Kama huko mazingira ambao mawe sasa hamna. Mawe hakuna? Ni wapi ambapo hamna mawe? Uko jangwani au? Inatokea uko jangwani? Inatokea mwalimu. Pia yaani kule ngombe kuna vitu vingi sana. Mjini, town. Sikia. Bora hata mmemwambia wenyewe. Maana inaonyesha jangwani hapo tupo. Tunakuta kama town mjini huko, jiwe unalitoa wapi? Town? Town uko semawe? Jiwe upate jiwe kabisa, jiwe la kuweka pale. Jiwe inatumika kwa mtu ambaye hana kile kibao. Ila gari nyingi. Lazima uwe na vile vitu zile tools lazima uwe nazo. Spana ya kufungulia ile, wheel spana lazima uwe nayo. Umeelewa? Sawa. Usichukulie wao ni wengine. Hivyo vitu lazima uwe navyo. Lakini unapopeleka gari kwa fundi, uwe makini sana na tools zako, kwa sababu mafundi wana kawaida ya kufanya nini? Kuchukua. Na ndio maana mwingine zilikuja tools ziko sawa, lakini mwisho wa siku kila tukipeleka anakuja kujishangaa hana hata moja. Kwa lazima jamani, tairi ulilegeze kwanza. Umeelewana? Na pia lazima ukague pale chini. Unajua kuna mwingine akakupigia jeki vile vile, kumbe hapo panatitia. Yeye anapiga tu jeki anashangaa mbona ngoma haiendi. Lazima pale chini utege kitu chenye kigumu. Aidha mbao au nanili. Afadhali sana. Mbona vitu hivyo? Mbona chaji anavyowapenda? Alafu ndo hii hapa. Umeona mpaka hapo? Tutafungua nanili yetu. Tunalitega mbele pale. Na maana tulikuwa tunafungua hivi. Si ndio? Haliwezi kusogea. Mzungu anajirekebisha mwenyewe. Mbona hii? Mbona baba? Posta pale tumeziwekiwa pale. Afu bila hata wasiwasi. Unaweka mzigo wako pale kwenye tairi, si ndio? Una hii hapa inaitwaje? Spana. Wheel spana, si ndio? Spana ya mkono. Hii unatumia vizuri tu. Hii inakutoa popote pale. Hii inafunga tairi na inafungua nini? Inafungua tairi. Kwa hivi ni vitu muhimu sana. Wheel spana. Maana wengine wakina Tomaso. Sawa? Hii nini? Triangle, si ndio? Tukienda kuitafuta bado tunaipata kwenye kundi gani bado? Namba ngapi? Namba 41, si ndio? Anakwambia onyo utazali kuna nini? Kuna hatari isiyojulikana. Hiyo sasa ndio hatari yetu isiyojulikana, kwamba gari letu sisi limeshapata nini? Yaani tatizo. Inamaanisha mbele nitakiweka kimoja, si ndio? Hilo ndo gari letu sasa. Tumelisha tuadikia hapa katikati hapa. Unajua tulikuwa tunatoka zetu wapi? Hapa, si ndio?
Hii ni barabara ndogo jamani. Mambo asiwe mengi, au tufanye kwenye barabara kuu hapa. Hata hii sawa, lakini hapa itakuwa rahisi zaidi. Hapa tumeweka gari yetu imeharibika hapa, inamaanisha hapa tumekuja tumezuia mguu wetu, si ndio? Tunazuia mguu wetu, tuko pamoja. Gari yetu ndio hii, japokuwa kadogodogo, lakini mtaelewa tu. Hapa tumeelewana mpaka hapo, tumezuia gari letu. Kinachofuata hapo nini? Hapa tujaweka na nini nyingine, si ndio? Hii hapa triangle yetu nyingine. Maana wengine atasomea hata kufungua sijui. Jana wangu nyewe mkaze mikono, sawa? Kwa moja. Lakini naacha na distance kidogo. Kama sehemu at least hata kuna majani, unajua kuna kona, si ndio? Kama kuna kona, jitahidi chukua hata majani, panga kidogo. Lakini wakati unaondoka, ukimaliza shughuli yako, kusanya uchafu wako, uweke sehemu sahihi. Kwa nini? Kwa sababu hii tayari unaweza kaiweka huko, kumbe watu wakapitia vile, si ndio? Lazima uione, afu mbele kuna ongezea kidogo vimajani. Inamaanisha mtu akishaanza kuona majani, anajua mbele kuna tatizo, anakuja naiona triangle, anaondoka nao, si ndio? Unakuwa tayari ushafanya nini? Ushampa tahadhari kwamba mbele bwana kuna hatari isiyo julikana. Ambaye hajaelewa hapo ni nani? Lazima kwanza uweke kizuizi. Uliza watu wakusikie. Kabla ya kupiga jeki tunalegeza kwanza tairi. Unaweka kizuizi mbele, alafu unalegeza zile nati zako. Sawa? Baada ya kuzilegeza zile nati zako, sio ndo ukatoa mazima, tunasema tunalegeza. Unajua nati siku zote niliwaambia, gari inapokuwa umelifunga zile nati, si ndio? Kuna muda unatembea muda kama wa joto. Jamani, kwenye joto chuma huwa kinafanyaje? Kinatanuka, kinasinyaa. Huwa kinatanuka, si ndio? Jamani. Fanya kwa vitendo. Sasa ngoja likatege gari sehemu nzuri, inchaji. Kalitege sehemu nzuri, vijana waje wafanye kwa vitendo kabisa. Hauwezi. Lazima ile pale unazirudishia, ndio ulishushe chini, ndio uanze kukaza tairi. Sasa hivi mnaenda kucheki, mnaenda kukagua. Lazima ujue vitu kama hivi vidogo vinavyokupata. Vitu gani vya kuzingatia. Unaelewana? Unaweza ukashangaa umuita fundi, ndio maana ukuta muda mwingine anatakiwa vitu vidogo dereva yote ujue. Umeharibikiwa sehemu ambayo hakuna mtandao, hakuna nini, unafanyaje? Wewe ndio unatakiwa ujitoe pale mpaka kwenye msaada mkubwa. Tairi letu limebasti, kinachofuata hapo ni nini? Funga spare tire. Sasa wengine wanatembelea miezi miwili, miezi mitatu. Jamani, ile tairi ni kwa ajili ya kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu. Leo hii mnalalamika sio, hata zile plug, utasikia plug hizi za pikipiki ni mbovu. Jamani, kuna plug ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kukutoa kwenye tatizo sehemu ndogo kukupeleka kwenye huduma husika. Sasa unakuta mtu anafunga ile ndio kupigia kazi mwanzo mwisho. Kwa nini siungue? Kwa sababu ile imetengenezwa ni temporary, kukutoa kwenye tatizo kupeleka kwenye ni ambao hawezi kaendeshea hata wiki, si ndio? Lakini ile inakutoa sehemu moja kupeleka sehemu ya huduma. Wewe mwenzangu na mimi unatoka hivyo ndo mazima hivyo, naambiwa inauzwa 3,000 tu ile bwana, buku 2 tu ile. 10,000 siitaki. Kwa hiyo kukimbia gharama sio ndo kujipa unafuu, bali ni kujiongezea gharama nyingine ambazo hazina ulazima. Kwa hivyo hicho ndio kitu cha kwanza. Umeelewana? Lazima ujue vitu vidogo kama dereva. Sio dereva unaambiwa tu lejeta iko wapi, hujui. Tunafunguaje, hujui.
Liko vizuri? Hapa. Hapa kuna mteremko wewe. Hapa sawa. Hapa sawa. Bebeni jamani, bebeni, tunaondoka. Twendeni kwenye practical pale, bebeni hivi vitu. Twendeni nje, twendeni. Haya, wekeni hapo. Si ndo nakupa ufanye? Ndo nakupa ndio maana tunafanya kwanza. Hii ni kwa ajili ya dereva. Ingekuwa ni fundi tusingetoka nje. Hii wewe dereva, tumezungumza pale, fanyeni kama nilivyosema. Tutafungua la nyuma. Jeki iko wapi kwanza? Hapa ndo naangalia hii huku, tutafungulia ili tutafungulia la huku. Tutafungua la huku. Ile huku limekaa sawa. Ile huku limekaa sawa. Nani iko wapi jeki? Madam, lete jeki hiyo. Nani zenu mshaweka vizuri kama hivi triangle, si ndio? Haya, njoeni, mshatega huku, si ndio? Njoo huku. Jamani wengine mje ukae huku. Mwandika kule. Natingisha mitambo. Sawa? Kwa hapo kinachofanyika hapa, nataka ufanye nini? Ulegeze nini? Boti, si ndio? Ulegeze boti. Tunalegeza boti zetu hizi. Sawa? Japokuwa nani yetu haipo. Umeona mpaka hapa? Kwa hiyo kwanza unalegeza nini? Alafu unakuja kupiga jeki. Ukishazilegeza zote, unatakiwa ulegeze hizi zote hizi. Stadi zote uzilegeze. Sio fungue moja kwa moja, kuna kulegeza na kuna kufungua. Mmoja aje hapa aonyeshe. Tunafungua moja, njoo mmoja hapa. Madam utafungua hii imekaza jamani. Aje mtoto wa kiume. Njoo mtoto wa kiume hapa, legeza. Kuna kazi. Nyinyi. Umekunywa chai jamani? Moja tu. Iko wapi? Ndio hapo, si ndio? Amelegeza. Bwana, madam njoo hapa. Unaona imefanyaje? Imelegea. Unaona? Hapa tunafanya nini? Unaona mpaka? Kwa hiyo inamaanisha pale tulilegeza, hatukufungua mazima. Inamaanisha tulilegeza tukaiacha hivi. Tunalegeza na hii nayo inakuwa kama hii. Sawa? Na tulegeza na hii zote zinakuwa sawa pamoja. Inamaanisha tukipiga jeki kwenda juu ni kazi ya kumalizia na mkono. Kwa hapa tunamalizia tuna mkono. Tungekuwa na jeki hapa tungevifanya kwa vitendo. Jeki ipo kwenye gari nyingine ile. Umeelewa? Kwa hapa unakuja na unafunga kama hivi. Umeona? Hata katika kufunga ukishabadilisha lile pale, usije ukapiga eti ukataka kufungia ikiwa juu, hapana. Lazima kwanza uzirudishie zile kawaida. Umeona? Ukishazirudishia kama hivi, zimefunga kama hivi kawaida, ndipo unashusha nini? Jeki. Ukishashusha jeki ndio unaanza kuzikaza sasa baada ya kubadilisha ni tairi. Unakazia ikiwa gari liko chini. Kwa lazima ujue kabisa kwamba kuna kulegeza kabla ya kupandisha jeki na kuna kubadilisha tairi lako afu sawa, unazirudishia zile nati kisha unafunga nini, unakazia baada ya kufanya nini, kushusha jeki. Ulikaza hilo.
Lazima ukaze jamaa. Kuna wengine amjala chakula hafifu, unasikia? Lazima ufanyaje? Muona wewe kakaza na mkono, lakini mimi nikikaza na nili hii inatembea, umeelewa? Muona inatembea. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe kabisa kwamba haifanyi nini, haitembei stadi yako. Hiyo ni kwa usalama wako. Sio shangaa unaendesha gari tairi linatangulia mbele, unasema tairi la nani, kumbe tairi la gari yako. Oho, umeona hapo tufanya nini? Tumekaza, kwa sababu kwenye barabara zetu kuna matuta, kuna hizi barabara zetu za mtaani, umeona mpaka hapo. Kwa hapa tunatega wapi? Jeki tunatega hapa, kuna sehemu hapa utaiona madam, lakini tulikuwa na jeki ingekuwa rahisi zaidi. Hapa kuna chuma moja iko hapa chesi, umeona ipo hapa, ambao unakuja unategea, sio unatega tu popote. Inawekwa yani, haiwekwi chini ya tairi hapa pembeni, hapa kwenye ukuta huu, ndio uguse hapa madam, unaona? Kwa ile jeki kama inanili wakina baba wanataka kisawa kwa wote. Na wengine jamani, iko hapo, hiyo sehemu iko hapa ngumu kabisa. Ukiweka hapa natega jiki yako hapa, unaona hii sehemu hii, ukuta huu hapa, natakiwa jeki ikae kote huku mpaka tunakoenda kule. Sasa sijui ukasema tunatega ukaja kutega tena kwenye tairi lenyewe hilo, si unakumfanya nini hapa? Umeona mpaka hapo? Mwenye swali hakuna sio ingekuwepo hapo ungefanya mwenyewe hapa. Kule ikunjua tutaifanya hiyo kwenye ukaguzi. Kwenye ukaguzi umeona mpaka hapo. Kuna zile nyingine za zipo za aina tofauti, kuna zile za kukunjua hivi, kuna hii ndio maana hii inaitwa wheel spanner, na kazi nyingi sana hii. Yaani usije kaidharau hii. Ndio ukionaga wale mafundi wamekuwekea na bomba huku wanakaza, ndio hii inatumika, wanaweka bomba huku, unaona. Kwa hiyo kwenye ukaguzi wa chombo chetu ndio tutakuja kupiga na jeki. Wewe usije karibu, chukua haya hivi. Njoni mje hapa, kwa sababu huko tushaangalia. Tunakuja sasa kwenye barabara zetu hizi, wengi tunakosea sana. Hebu tutengeneze raundi ya kuzunguka. Tengeneze raundi, tafikie mko kwenye sherehe. Sehemu moja mniachie sasa mimi hapo ndio ungemwachia huyu chaji, wengine wakae upande huu. Udeka tena mezani baba, viweke pembeni, vishatumika viweke kwa pembeni hapa, vitawekwa vizuri. Ikiwa mna swali mtatumia mic. Sawa madereva. Ni magari yetu, sawa. Hizi ni barabara kuu, unaona mpaka hizi ni barabara gani kuu? Kama mje hii ramani ya wapi ya hapo nje, si ndio? Hii mishale unaona inapokuwa inamaanisha kwamba huyu wa huku kulia, ambao hii barabara tunasema anatakiwa anayekaa huku aende na mwendo wa haraka au mwendo wa spidi. Huyu hapa katikati anatakiwa aende na mwendo wa spidi ya kawaida, ili ya saizi ya kati. Huyu huku anatakiwa aende na spidi ya ndogo. Na ndio maana wengi wanasema kwa nini tunapenda kukaa huku? Tunakaa huku kwa sababu nyinyi mnajifunza. Tukiwa mkae huku upande ambao unatakiwa uende na spidi ya kawaida, maana hautopigiwa honi. Atakaye kupigia honi huyu ana matatizo yake binafsi. Kama anataka kuwahi anatakiwa kae kulia.
Sasa kuna wale wengi zangu na mimi, yuko hapa, si ndio? Huyu ananyosha, yeye anachokifanya anafanya hivi. Umeona? Usije ukafanya kitendo kama hiki, si tumeona? Usije ukafanya hicho kitendo hata siku moja, kwa maana sidhani kama kumsubiria huyu kwa kuna shida. Kwani usimsubirie huyu akapita kisha wewe ukafanya nini? Unaona mpaka hapo? Ni kosa kumuvateke mrafu na kukunja kona. Kuwa na subira. Ndio maana madereva wanatakiwa kuwa na subira muda mwingine. Ajali nyingine zinatokea kwa sababu madereva muda mwingine hamna subira. Kwa hiyo mtu kama anakunja hapa, mwache, au la wewe ingia katikati moja kwa moja, ondoka. Haukatazi, sio dhambi. Sio tena wewe huko wengi sana naona unaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo wewe ambaye kwa nyuma unajua mimi nakunja, kwani usisubiri huyu apite aondoka safari zake, wewe uingia hapa. Umeona? Haya, wewe unayetoka hapa, si ndio? Umeingia zako hapa, si ndio? Hapa kuna roundabout. Kumbuka hii ni one way. Sawa? Hii ni one way. Namaanisha tukizungumzia one way ni ile barabara ambayo ni ya kwenda tu, haina kurudi. Japokuwa ni wengi sana wanaitumia hii barabara kwenye mazingira ambayo ni tofauti. Hii barabara ni one way. Haya, wewe unayekuja huku unaenda wapi? Hii ni kwa ajili ya watu wanaotoka huku tu, hawa huku, kwa ajili ya kuwasaidia wao kuingia huku na kuendelea safari zao. Hiyo hapo nje hapa. Ndio maana nimwambia ramani mnaijua. Hii ramani ni hii hapa ya nje. Sisi tunatoka wapi? Mbezi. Tunataka tuje huku, si ndio? Tukitaka kuja huku inamaanisha mimi nitakuja hapa, hapa tayari nishaosha indicator yangu. Na maana huu mshale umesema unaweza ukanyosha au ukapita kuelekea wapi? Kushoto. Inamaanisha kwamba hapa nikija hapa napunguza. Kama nilikuwa namba ngapi? Kama nilikuwa namba 3 narudi namba 2. Sawa? Na kunja zangu. Umeelewana? Nikifika hapa, si ndio? Na kula zangu hivi, naingia hapa, hapa nimefika. Hii ni barabara hii ya vumbi. Umeelewana? Hii ni barabara ile ya vumbi. Kwa hiyo nikifika hapa, ninachotakiwa kufanya ni kuangalia, je, huku ni salama? Kama huku ni salama, mimi natakiwa nianze mzunguko wangu. Umeelewana? Nianze mzunguko wangu kwa ajili ya kufanya nini? Kuondoka. Lakini kama kuna mtu tayari hapa akashafika hapa, mimi niko hapa, mimi ninachotakiwa kufanya ni kutoa kipaumbele. Sawa? Ni kama unapokutana kwenye makutano ya barabara. Ni sawa tunavyosema kwamba tunachukulia mfano, sio kwamba ndio tuchukulie barabara zetu ziko ngapi? 3, si ndio? Ziko 4. Tuchukulie hapa na hapa, si ndio? Unaona mpaka hapo? Sasa hapa tumekutana kwa makutano. Tulichofanya hapa ni nini? Ili tuweze kuvuka tuweze kuvuka kiudereva na kuto kuvuruga ustaarabu. Tunataka kwa kila mmoja anatakiwa mpe kipaumbele leo kulia kwako. Mimi nitampa huyu. Huyu atampa huyu. Huyu atampa. Unaona? Makutano mengi ya barabara anatakiwa wewe utoe kipaumbele kwa mtu aliyekulia kwako. Ndio kama hivyo utatumia sheria hapa kwenye mzunguko. Utoe kipaumbele kwa mtu aliyekulia kwako. Na maanisha kama yeye kafika hapa, wewe ndio usimame. Kisha hapo wewe ataingia hapo. Wewe ndio utakuja nyuma yake. Kama endapo huko nini? Kama wewe atazunguka hapa atakuta taa zishawaka, lazima usimame nje nini?
nje ya lazima usimame nje ya kivuko cha watembea kwa miguu, na kama na sisi wenyewe tunaelekea huko huko, na sisi tutakuja tutakaa hapa. Kumbuka na hii nayo ni one way, unaona, kwa huku sisi huku tunaenda, ila wengine hao nao wanatumia njia yao, hatushei. Kwa hiyo inamaanisha sisi tunaokunja hapa, maisha indicator yako, si ndio? Unaingia barabara kubwa, unaona? Sasa wengine mkifika hapa hamchukui tahadhari. Wewe ukifika tu unaanza kukunja, hautaki kukunja hapa. Wewe unatakiwa hapa kusubiri, kuangalia usalama wa huyu, kumpa kipaumbele aliyo kulia kwako, kisha unaingia hapa. Umeona? Na mzunguko tunasema unazunguka kuelekea upande gani? Wa kushoto. Kwa unapoingia hapo unaingia upande wa kushoto. Umeona? Kwa lazima ujue kabisa kwamba hata matumizi haya ya barabara kubwa, ndio maana nimewambia hapa yanaruhusu kote kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Umeona mpaka hapo? Umefika hapa, alama inakwambia hapa kuna nini? Hii hapa inakwambia kabisa kwamba ukitaka kurudi kuelekea Mbezi lazima uje uzunguke hapa, afikisha urudi wapi? Yes. Bwana mpaka hapo. Unapotoka huku, unapotaka kwenda Mbezi lazima uje huku, sio ujinga. Umeelewana? Hapa amekwambia marufuku kupinda kuelekea wapi? Kulia, sawa? Lakini madereva wale madereva wapuuzi ndio wanakuja hapa, si ndio? Anatokea wapi unajua? Anatokea laise huku, si ndio? Hii ndio mjini. Yeye inatakiwa akunjie huku, aje zunguke hapa ndo anyoshe. Sawa? Inatakiwa unapotoka mjini unataka kuja upande huu kwetu sisi, kuna njia kuingia pale kwenye sheli pale, unaingilia huko. Sawa? Unakuja, unazunguka. Sawa? Unakuja na barabara yetu hii hapa. Sawa? Hapa taa ukishaona zimeruhusu ndio unanyoosha. Unaendelea safari zako. Au hapa kama unataka kwenda Mbezi unaingia hapa sasa, unaondoka zako. Sasa watu wa hapa wanachokifanya, anataka kwenda huku, si ndio? Umeona? Anachokifanya hapa, anaingia hapa, anakunja hapa. Au mtu anayetoka huku, si ndio? Mtu anayetoka huku anataka kwenda mjini, anafanyaje? Anaonyesha mtu, tutokea round about ya Malamba, tunataka kwenda mjini, twende chukua hicho kigari. Tunaondoka, si ndio? Kwa hiyo lazima utokee kule, upite kwanza hapa, uje uzunguke. Lakini wale madereva wetu kenge hapa, wavunjaji wa sheria, ndio wanakuja hapa anapindia hapa, kitu ambacho Patalo ashakwambia. Sawa? Kitu ambacho fulani nimeshakwambia. Kwa lazima ujue kwa nini mzunguko unampa kipaumbele aliye kulia kwako. Kisha hapo unaweza kufanya nini? Ukovertake. Barabara ya kule unajua kwamba mimi nataka kupinda nielekee Malamba, si ndio? Hapa naingilia barabara, kuna barabara kaka kule. Usije ukafanya kinyume kama wenzako wale niliokuambia, yeye anakuja anatoka huku
anaona uvivu kwenda kuzunguka roundabout huku, anachofanya anafanya anaingia hapa, na kati tayari ishamkatazia alionyesha pata mimi. Umeona, anaingia hapa, ni makosa, kwa sababu hapa waruhusu hawa nao wapite, lazima waruhusu hawa wapite, wewe na wewe uondoke na safari zako, uje uzunguke huku, uje usubirie taa. Sidhani kama utaziwahi. Subiria taa zikisha kuruhusu ondoka mjini. Dereva uwe na uvumilivu bwana. Dereva unakosa uvumilivu, basi unatakiwa urudi masaa nyuma kidogo, ndio unaanza safari zako. Kwa huyu hapa naye atakuja huku, kama anaelekea zake wapi, anaelekea zake Mbezi, naye atakuja atasubiria hapa. Usije ukakaa kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, kaa nje. Ikiwa safi unaingia moja kwa moja. Napo huko unakuwa na tahadhari, kwa sababu kuna watu wanavukaga hapa bila kuangalia. Wakishaona tu taa kubwa zile zimeruhusu, wao wanaona tu ni sahihi, anakuja anapita. Mwenye swali hapo? Mwenye swali? Huu mzunguko tumeuona, si ndio? Na ukija hapa lazima uangalie taa. Sio unasubiria mwalimu ndio akuangalizie taa. Jifunze kuangalia taa. Ndio? Lazima uangalie ni taa. Watu wanakuwa tu wanakuta kaa tu pale. Kazi yake tafikiri ubao tunamuongoza. Twende. Simama. Mambo gani haya? Wewe mwenyewe unajua sio taa zangu hizi hapa. Tunaondoka. Sawa? Mwenye swali? Swali langu mimi liko katikati ya hizi barabara. Kuna hii mistari. Kuna mistari mingine inakuwepo kama hivi, afu kuna mingine inakuwa imenyooka moja kwa moja. Kwa sababu nataka kufahamu hii mistari inakuruhusu wewe kumove. Umeona hii? Inakuruhusu wewe kumove kuja hapa, kuja na huku. Sawa. Ukiona umechora umenyooka hapa, ni mstari ukukataza, inamaanisha kama hapa unatakiwa usimove kuja huku. Sio overtake kuja huku. Hilo eneo wao wanajua lina tatizo gani, ndio maana wamekuwekea katazo. Sawa. Unaona? Kwa pale anakuwa amekwambia onyo usivuke huku. Kwa mbele utakutana na alama nyingine ambayo inakuruhusu wewe overtake. Sawa. Swali nyingine? Unaweza ukatuambia tofauti ya hizo barabara tatu, wanatakiwa waende kwa muda gani? Ndio maana nimewambia hapa ni mapa general kwamba hii inaitwa highway. Sawa? Hii inaitwa nini? Highway. Ni barabara ambayo inatakiwa uende kwa spidi. Lakini sio spidi ile ambayo unaenda kwa spidi iliyoruhusiwa katika hiyo barabara. Kama ni sehemu ya hapa wamekwambia ni 50, tembea na 50. Kama wamekwambia tayari 50 umeshavuka, tembea na spidi ambayo ina kiwango, kwamba kuna spidi ya kutembea ndani ya sehemu iliyochangamka au kwenye makazi ya watu, kwa sababu kumbuka hapa kuna makazi ya watu. Tumeelewana? Hauwezi ukatembea na zaidi ya 80 au zaidi ya 50. Tumeelewana? Zaidi ya 50 zaidi, yani ukaongeza huko, kutokana na kwamba unaendana nini na sheria yetu kwamba ndani ya makazi ya watu huwezi ukatembea ukawa overspeed. Tumeelewana? Kwa utatembea katika ile spidi ambayo umeruhusiwa katika hiyo barabara. Tumeelewana? Kwa huyu hapa katikati wanasema huyu anaenda kwa spidi ile ya kawaida ya kiwango cha katikati. Inamaanisha kama huyu yuko 60, basi huyu atakuwa spidi yake sio kubwa sana. Kwa hiyo hii spidi hapa haijamruhusu kukimbia sana, bali imemruhusu kuwa na mwendo wa kawaida. Sawa? Huyu huku ni sehemu kwamba huyu yeye ameruhusiwa kutembea ni sehemu ambayo ni ya mwendo wa kawaida, wa taratibu yani. Huku mwendo wa taratibu, hapa mwendo wa kawaida, huku mwendo wa spidi. Lakini sio spidi ambayo wewe unajipangia, ni spidi ambayo imewekwa kisheria katika hii nini? Dawa. Unaona mpaka hapo? Kwa mtu anakuambia bwana highway ni nini? Si ndio? Unamwongeza kuoga mbili tu hizi. Spidi, hii mwendo wa kawaida. Yaani mwendo ule mdogo. Kwa hapa ziko tatu. Sasa wewe usije ukajichanganya, ndio kutaka miroli. Unakuta limekuja huko limekaa huko afu ndio linaondoka taratibu, yani hata alifikirii. Na wakati yeye alitakiwa akae upande gani?
wa kushoto, ili waruhusu wengine wale waendelee safari zao. Ndio maana huku unakuta madaladala mengi yanakaa upande huu. Akiingia hapa katikati, maanisha anataka kupita mbele aende akawai. Wewe ukamkuta uko katikati hapa hapo anaenda taratibu, hakuna kitu kama hicho. Mwendo wa spidi, mwendo wa spidi ya kawaida, mwendo wa taratibu. Unaona mpaka hapo? Kwa mtu sija akasema tuingie huku, ndio maana unakuta sisi hatufundishii huku. Ukimfundishia huku mtu ataelewaje? Huku unatakiwa utembee. Msingi wa kwanza unaanza naye taratibu taratibu huku. Anapozidi kuzoea ndo unakuja katikati kidogo, si ndio? Aweze kupata nini? Kupata maarifa. Swali hapo? Kwa hiyo mnatakiwa mtembee katika spidi ile ambayo imeinishwa, ambayo inatakiwa katika hiyo barabara. Nitafanyaje gari langu nikipata changamoto katikati ya barabara? Kwa mfano mko kwenye hiyo barabara ya katikati, gari limezima. Gari limezima. Na unatokea wapi? Unatokea Mbezi, si ndio? Unatokea Mbezi. Gari limezima kwa haraka. Hapo hapo. Haliwezi kumove, haliwezi kufanya chochote. Cha msingi cha kwanza kama tulivyosema, si ndio? Hapa uwezo ukatufanyia matengenezo. Umeelewana? Upande hapa katikati hauwezi ukaja kufanyia matengenezo. Umeelewana mpaka hapa? Kitu cha kwanza utajawasha double hazard kuashiria kwamba mimi chombo changu ni kibovu. Yaani hiyo ndio kitu cha kwanza. Lazima uwashe nini? Double hazard wakati unatafuta njia nyingine mbadala kwa wewe kukutoa hapa. Umeelewana? Yaani hicho ndio kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya. Kwanza cha kwanza ni kuwasha double hazard. Kujua kabisa kwamba hapa sasa mimi niko njia katikati ambayo ni ya haraka. Alafu ndio utafute another way ya kukutoa hapa kukuleta upande huu wa pembeni. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo njia ya pili tunatakiwa ujue kwamba mimi natakiwa nipate msaada wa kukutoa hapa kukuleta huku. Umeona? Hauwezi ukafanya matengenezo katikati kwenye hii barabara. Sawa? Aidha kuna kuga na michepuko ya huku kushoto. Ukienda kama pale kibanda cha mkaa, si ndio? Ambao mchepuko wa pembeni ambao unatumika kama mwendo kasi. Umeelewana? Kwa lazima kitu cha kwanza ni hicho. Taa za tahadhari, double hazard kuashiria kwamba chombo changu ni kibovu. Kisha utafute msaada wewe wa kukuhamishia njia ya huku na kuendelea na mambo yako. Umeelewana? Mwingine kuna alama na hiyo pale. Ndege ile ya maji. Kuna alama nyingine naiona pale. Nadhani ni hapo, sioni namba ngapi. Wewe yani uone. Mimi mbona naona? Mimi mbona naona? Pale uone. Mimi naona ni namba 40. Wewe namba ngapi? Namba 39. Wewe kuna alama pale afu iko picha ya ndege. Kwa hiyo nitaka kufahamu ile nayo katika mazingira gani? Ile nakwambia onyo utazali mbele kuna uwanja wa ndege, na ndege huwa zina kawaida ya kuruka chini kabla ya kuanza kupaa juu. Umeona? Haiwezi ndege ikauka kama helikopta. Ndege huwa inaruka kwa kuanzia chini. Umeona? Yaani na mwendo wake unaenda ukiwa unaondoka mdogo mdogo. Helikopta yenyewe inaanza kunyenyuka pale pale ilipo. Lakini ndege inaweza ikaruka hivi sasa. Unaweza ukashangaa labda inavyorukia kule ndio upande wa barabara. Kwa nakutazama kwamba onyo utazali mbele kuna uwanja wa ndege. Ndege za kawaida haziwezi kuruka kama helikopta hivi. Ndio kishajipata juu inaondoka.
yenyewe iwe inarudi hivi. Kwa hiyo unaweza kupita pale, labda wewe uko kwenye gari lako afu ikapita na speed, kinachofuata hapo nini? Yeah. Wewe ukuwepo katika zile alama? Ukuwepo kwenye alama zile? Yaani kwamba alama zile wakati tunafundisha ukuwepo? Hizi nifundisha. Hizo bado. Basi tutajifunza. Sawa? Kwa hiyo utajifunza pale, unaweza kuchanga ukataka kuuliza, utauliza zote sasa. Tutaandaa tutajifunza. Hata kama ni wiki ijayo inayofuata, kabla mjamaliza tutakuwa tutajifunza. Kwa sababu mara nyingi watu wanauliza sana hapo. Na ndio maana tutawafundisha na muendelee kujisomea. Mbona mpaka swali? Mimi na swali au kiulizo, ni swali pia na kuuliza. Unakuta kama mkoani kuna barabara mbili afu mstari haujaachanizwa hivyo, alafu kulia kwako au kushoto kwako kuna mstari mwingine, inakuwa mistari miwili. Kwa kujua kwangu, kwa ufahamu wangu, mstari wa pili ukiwa kulia kwangu unaniruhusu ni overtake, ukiwa kushoto kwangu unanikataza nisi overtake. Naomba nijibiwe kama yani, mimi sijaelewa kwamba kwa huku, yani wewe mistari imechorwa miwili, yani ni mstari mmoja kama hivi, mmoja wa katikati ambao unaogawa barabara. Mstari ambao wa kwanza umeenda, wa pili umekuja, huyu anaenda, huyu anarudi. Ndio. Na mstari ambao uko sahihi ni huu mkubwa, manake huo wa chini, manake wa chini huo yani unaisha, yani sio ule unaogawa barabara. Kwa maana hiyo ndo nauliza, huo mstari ukiwa kulia kwangu si ndo unaniruhusu overtake? Huyu bwana, nikwambia labda kitu kimoja, ukiwa yote iko kulia kwako, huyu kwa kulia kwako na huko kulia kwako, wewe unataka kujua maana hizi alama mbili za kati? Naomba nimsaidie kuuliza. Yaani wewe ngoja nikwambie, mistari unataka mistari iko katikati miwili, si ndio? Leo inamaanisha huyu huku inamkataza si overtake na huyu huku inamkataza si overtake. Sawa. Yaani huyu huku inamkataza si overtake na huyu inamkataza si overtake. Kuna mwingine unakuta huu hapa umerefushwa na huu umekatika katika. Huyu huku anakataza si overtake, huyu anakataza overtake. Huyu anakatazwa, huyu anaruhusiwa. Umeona? Kwa pale imekatazwa huku na huku asifanye nini? Overtake. Sawa. Mwenye swali mwingine? Hakuna. Turudini kwenye viti vyetu. Mjitahidi tu jamani kusoma. Umeelewana? Mjitahidi kusoma.